Simulizi yetu inaanzia katika barabara ya Dar es Salaam kuelekea Arusha. Barabara hii ilikuwa inajulikana kama barabara A14. Pembezoni kidogo mwa barabara hiyo kulikuwa na barabara nyingine iliyochepuka ambayo ilikuwa inaingia Mkata kuelekea Korogwe hadi kufikia Handeni. Hapo katikati kuna kijiji kimoja kilikuwa kinaitwa Kibirashi. Wakazi wa Tanga watanielewa. Kijiji hiko kiko katika wilaya moja inaitwa Kilindi, na sifa kuu ya Kibirashi ilikuwa ni miti mirefu yenye uoto wa asili pamoja na kijani ambacho kimetawala eneo hilo, vijiji pamoja na nyumba chache za watu, kukiwa na hifadhi ndogo ya wanyama katika maeneo hayo. Eneo hili limekuwa na historia kubwa ya matukio ya kuogofya. Kutokana na jinsi eneo hili lilivyo, historia ya wakazi wa eneo hili waliwahi kuzungumza kwamba kumekuwa na matukio ya kutisha na watu wengi wamekuwa wakiona vitu vya ajabu katika eneo hilo. Basi simulizi yetu inaanzia hapa. Usiku ulikuwa mzito kwenye barabara hii ya lami inayokatiza karibu kabisa na Kibirashi. Hakuna gari zilikuwa zinapita muda huo, na hata zile zilizothubutu kupita zilionekana kupita kwa kasi sana, misiri ya zinakimbia kitu ambacho kilikuwa hakionekani. Hasani alikuwa akiendesha gari peke yake. Alikuwa akitokea Korogwe kuelekea Handeni, na saa hii ilikuwa yapata ni karibia saa 7 za usiku. Hakukuwa na mwanga wa aina yoyote zaidi ya taa za gari lake na mwezi uliokuwa umefichwa na mawingu mazito. Lakini akiwa katikati ya barabara hii, ghafla alisikia sauti. Ndiyo, ilikuwa ni sauti ambayo alishindwa kabisa kuielewa. Hasani aliinama kidogo kwenye usukani, alafu akajaribu kusikiliza sauti hiyo kwa makini sana. Hawa ni wanyama tu, alijisemea Hasani akijaribu kujituliza yeye mwenyewe, lakini ukweli ni kwamba sauti ile haikuwa ya kawaida kabisa. Ndiyo, ilikuwa ni kama sauti ya mtoto, au naweza kusema sauti ya mwanamke ambaye alikuwa akilia kwa mbali kabisa kutokea ndani ya miti hiyo mirefu iliyokuwa karibu na kijiji hicho cha Kibirashi. Basi aliendelea kuendesha gari yake, na alipofika sehemu ambayo ilikuwa imezongwa na miti mingi zaidi, punde taa za gari yake zilianza kudhoofika. Ndiyo, taa za gari yake zilianza kuwaka na kuzima, kuwaka na kuzima, na hapo ndipo mbele yake kidogo aliona kuna kitu katikati ya barabara. Ndiyo, katikati ya barabara alikuwa amesimama mwanamke mmoja. Mwanamke huyu alikuwa amevalia nguo nyeupe pe, na nguo zake zilikuwa ndefu hadi chini kabisa. Nywele zake zilikuwa zimemfunika uso wote. Kiukweli, Hasani aliweza kuganda kidogo kumshangaa mwanamke huyu. Mikono ya Hasani ilianza kutetemeka, na hapo akabaki anajiuliza swali. Ni nani tena usiku huu? Nani huyu? Hakuweza kusogea, hakuweza kukimbia. Alikuwa ni mwanamke aliyesimama tu mithili ya mti, jinsi unavyosimama pasipo kutikisika kama hakuna upepo. Ni kama mtu ambaye alikuwa amepoteza uwezo wa kuamua kabisa. Hasani alikuwa anatetemeka tu, huku akimtolea macho mtu huyo asijue afanye maamuzi gani kwa wakati huo. Lakini akiwa hapo, ghafla yule mwanamke akaanza kunyanyua kichwa chake polepole, lakini kabla haujaonekana uso wake, taa za gari la Hasani zikazimika kabisa na giza likaweza kumeza kila kitu. Ndiyo, giza lilitawala, kwa maana kwa muda huo ni taa za Hasani peke yake tu ndizo zilikuwa zinamwezesha yeye kuona vitu vilivyokuwepo mbele yake. Na hapo ile sauti ambayo ilikuwa haiwezi kueleweka ikawa inasikika karibu kabisa na Hasani. Ni nani wewe? Ni nani wewe? Hasani aliweza kuongea maneno hayo, aliweza kuongea kwa sauti ambayo ilikuwa inakatika katika, lakini hakuweza kabisa kujibiwa. Na ghafla taa za gari yake zikawaka tena kwa mshtuko, na kile alichokiona mbele yake kilimfanya Hasani apumue kwa nguvu sana na kwa hofu kubwa.
Ndiyo, hakukuwa na taswira tena ya mtu mbele yake. Barabara ilikuwa tupu kabisa, lakini mlango wa upande wa pembeni yake ulikuwa umefunguka kidogo. Hasani alikumbuka kuwa mbona yeye hakufungua mlango huo kabisa? Lakini ni kama kuna kitu kilikuwa kinamlazimisha kwa nguvu isiyoonekana. Alijikuta anageuza kichwa chake kutizama upande huo ambapo mlango huo ulikuwa umefunguka, na alipotizama upande huo, ghafla alijikuta ameganda kidogo. Ndiyo, upande huo, kiti kile ambacho angeweza kukaa abiria mwingine au mtu mwingine, kiti hiko kilikuwa hakiko kitupu kabisa. Alikuwepo yule mwanamke ambaye alikuwa amemuona mbele muda mfupi tu. Ndiyo alikuwa amekaa katika kile kiti kwa safari hii. Uso wa mwanamke huo bado ulikuwa umefunika na nywele zake ndefu. Hasani alishindwa kabisa kupiga kelele. Mikono yake ilishindwa hata kushika usukani vizuri, na hapo akajikuta akiuliza huku akitetemeka, umetokea wapi? Umetokea wapi? Aliuliza kwa sauti ya chini karibu kabisa na kunong'ona, lakini mwanamke huyo hakujibu. Badala yake alianza kumsogelea Hasani taratibu, na alimsogelea mpaka karibu kabisa na sikio lake. Hasani aliogopa sana. Hasani alijaribu kufungua mlango wa gari yake ili aweze kukimbia, lakini mlango haukufunguka kabisa. Alijaribu kupiga honi, lakini hakuna sauti yote ya honi ambayo iliweza kusikika. Kiufupi, kulikuwa kumetulia kabisa. Ghafla mwanamke huyo akaanza kuongea maneno ambayo Hasani hakuweza kabisa kuyaelewa. Hasani aliacha kuhangaika kufungua mlango na kupiga maoni. Akawa amejibanza karibu kabisa na mlango wake, huku akimtizama yule mwanamke. Na punde yule mwanamke akaanza kuinua kichwa chake, safari hii tena akiwa karibu kabisa na Hasani. Akaanza kukiinua taratibu. Ndiyo, alipokuwa akiinua kichwa chake, punde nywele zake zikaanza kusogea pembeni, na hapo uso wake ulianza kuonekana. Kiukweli haukuwa uso wa kawaida. Uso ulikuwa umejaa makovu. Macho yake yalikuwa meusi kabisa, meusi ti, wala hayakuwa na mboni. Midomo yake ilikuwa imechanika sana, ni kama mtu aliyewahi kufa miaka mingi alafu akafufuliwa. Na hapo walipokuwa wanatizamana, mwanamke huyo akamuuliza swali moja Bwana Hasani, umenisahau? Alisema kwa sauti hiyo ambayo ilikuwa imechanganyika na vicheko ambavyo havikuwa vya kawaida, na Hasani akazidi kutetemeka. Sikujui, alijibu kwa shida sana. Na hapo mwanamke huyo akasema, ni miaka 3 imepita, hatimaye tumekutana tena, aliongea mwanamke huyo. Na hapo Hasani akafumba macho yake, akakumbuka tukio fulani ambalo liliwahi kumtokea katika hiyo miaka 3 iliyopita nyuma, katika barabara hiyo hiyo ya Kibirashi. Basi karibu mpenzi msikilizaji, tuanze mkasa huu wa kusisimua, mwanamke wa barabara ya Handeni. Taarifa za habari kila siku zilikuwa zikitangaza matukio ya ajali na upotevu wa watoto wachanga katika kijiji cha Kibirashi. Lakini pia taarifa zinazotolewa na wanakijiji zilikuwa zinahusiana ni kuonekana kwa mwanamke mmoja katika barabara hiyo ya Kibirashi, ambapo wanakijiji wanaamini mwanamke huyo ndio chanzo cha matatizo yote hayo, japo kwa upande wa serikali umedai kuwa hizo ni imani tu za kishirikina. Kama tumechelewa, siko tayari kupita Kibirashi, bora tufanye kesho asubuhi, aliongea mwanadada mmoja ambaye alionekana kuwa na jazba sana. Hii ni baada ya kuambiwa kuwa kuna mzigo unatakiwa ufike maeneo ya kijiji cha Songe, karibu kabisa na kijiji hiko cha Kibirashi mpakani. Dorin, hakuna ukweli juu ya matukio hayo Dorin, tufanye kazi, wewe unakuwa hivyo. Hawa walikuwa ni mabinti wawili, Dorin pamoja na Cleopatra.
ambao walikuwa ni wafanyakazi katika kampuni ya usafirishaji wa mizigo midogo midogo ya wanakijiji wa vijiji vya karibu vilivyopo katika wilaya hiyo ya Kilindi, ambapo kwa siku hiyo walihitaji kuwasilisha mzigo katika kijiji cha Songe. Tunafanyije kazi katika mazingira ya kubagua safari za kazi Doreen? Umeajiliwa hapa kama dereva, sasa unakiuka misingi ya kazi unajua. Mzozo huo ulikuwa ni baina ya Cleopatra na Doreen, ambapo Doreen alionekana kabisa kuikataa safari hiyo, na hapo Cleopatra akahitaji kujua shida nini. Kwa nini Doreen hataki kupeleka mzigo sehemu ambayo alikuwa ametakiwa kuipeleka? Cleopatra, kama watoto wa kiume tu wenyewe wanaogopa, mimi wa kike roho hiyo naitoa wapi? Aliongea Doreen na Cleopatra akajibu, kwani kuna shida gani kibirashi? Aliuliza hivyo Cleopatra, na hapo Doreen akaendelea, sauti. Kuna sauti ya mwanamke katika njia ile, mara zote unapopita inakuita kwa jina lako. Inatisha sana, naogopa. Aliongea Doreen akimwambia Cleopatra, lakini kabla hajamaliza vizuri, punde aliingia Jamali. Huyu Jamali pia ni mfanyakazi mwenzao, ni kama alikuja kupigilia msumali kile alichokuwa kikizungumza Doreen. Sio tu kusikia akikuita jina lako, bali ukifanikiwa kumuona mwanamke huyo, basi usimkimbie, maana ukijaribu kumkimbia umekwisha. Aliongea Jamali na Doreen akamjibu, madereva wengi wanasema wanaona mwanamke akikatiza katikati ya barabara hiyo ya kibirashi, akiwa na gauni jeupe linalobuluzika hadi miguuni. Na ni kweli kabisa, wanasema ukimwona usimkimbie, unatakiwa usimame hadi apite, na akikufata kaa kimya, ukitikisika tu kumkimbia umekwisha. Lakini ukiachana na taarifa hiyo ambayo anaizungumza Doreen, taarifa nyingine ni kwamba kupotea kwa watoto wachanga imekuwa ni swala la kawaida kabisa kwenye vijiji hivi vinavyokaribiana. Waganga wa eneo hili waliwahi kufanya matambiko kadhaa, lakini hakuna kilichosaidia. Matukio ya upotevu wa watoto yaliendelea kushamiri na yanazidi kushika kasi mpaka hivi sasa. Nimeagiza waniletee mzigo wangu ambao umekuja kutoka Zanzibar, lakini kampuni hii imekuwa na ucheleweshaji mkubwa sana wa mizigo. Sijui hata wana shida gani. Hii ni sauti ya mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni baba wa familia, na mwanaume huyu alifahamika kama Bwana Hassani. Hassani alikuwa ni baba wa watoto wawili wa kike, mmoja aliitwa Yusra na mwingine aliitwa Salma. Hassani alikuwa anafanya kazi ya kuendesha magari makubwa ambayo yanasafiri kwenda mikoani kupeleka mizigo mikubwa ya biashara. Yeye alikuwa tofauti kabisa na ile kampuni ya kina Doreen, maana ile ilikuwa ni kwa ajili ya mizigo midogo midogo tu. Basi kupitia kampuni hiyo ndipo Hassani aliweza kuagiza kwamba anahitaji aweze kuletewa mzigo wake ambao ulikuwa umewasili kutoka Zanzibar. Baada ya mzigo kuweza kuwasili kufika Tanga, Hassani alikuwa ameweza kupiga simu ili kampuni hiyo iweze kumwasilishia mzigo wake nyumbani kwake, lakini mpaka muda huo mzigo huo ulikuwa haujafika kabisa. Hii ni kutokana na uhaba wa vitendea kazi katika kampuni ya Doreen, lakini kuchelewa kwa mzigo wa Hassani haukusababishwa na kukosekana kwa gari ya kumwasilishia, la hasha, bali kulitokana na kuwa mtu ambaye alitakiwa aupeleke mzigo huo ambaye ni Doreen alikuwa anaogopa kabisa kuupeleka mzigo huo nyakati hizo za jioni. Yeye alitaka kwamba panapopambazuka ndipo aweze kuwasilisha mzigo huo, kitu ambacho kilikuwa ni nje kabisa na muda ambao Hassani alikuwa ameuagiza mzigo wake. Akiwa nyumbani kwake Hassani, punde alipigiwa na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa akiitwa Zakaria. Zakaria alikuwa ni mtu wa kulewa sana. Yeye alikuwa ni mtu wa starehe, yani kila anapopokea mshahara wake, bwana, wala haumalizi wiki unakuwa umeisha. Basi muda huo ulikuwa ni mwisho wa mwezi. Zakaria alikuwa kashakunja mchele wake wa kazi, hivyo alikuwa anampigia simu rafiki yake Hassani ili waweze kuelekea viwanja, lakini Hassani hakuwa na mudi kabisa siku hiyo. Yeye aliamua kutulia tu nyumbani akiwa na familia yake.
Oya, leo mzee hatuendi kwa mama Nyalusi. Leo hatuendi kwa mama Nyalusi. Fanya hivyo tondoke mwanangu. Alafu pale kwa mzee Kiweru bwana. Kafungua baa yake mpya kaizindua baba. Kama vipi na sisi twende tukaruke nayo. Wewe unashangaa nini Hasani wewe? Aliongea Zakaria kujaribu kumpa motisha Hasani, lakini kiukweli Hasani hakuwa tayari kwa wakati huo. Yeye aliona tu vibe la leo ni heri atulie nyumbani pamoja na familia yake. Basi waliweza kujikusanya marafiki 4 na katika listi yao huwa wanakuaga marafiki 5 pamoja na Hasani, lakini leo Hasani hakutaka kabisa kuambatana na marafiki zake, hivyo timu ya marafiki 4 iliamua kwenda kujivinjali ikiwa peke yao. Basi walienda wakanywa wakalewa sana mpaka ilipohitimu mida ya saa 7 usiku. Walikuwa wamelewa tilalila na walikuwa katika gari yao ndogo, huku wanarejea nyumbani muda huo wa usiku, huku wakiimba nyimbo za kufurahia za hapa na pale, nyimbo za bolingo pamoja na msondongoma ambazo walikuwa wanazijua wao. Bado walikuwa na chupa za pombe mkononi mwao na walikuwa wanakatiza katika barabara hiyo ya kibirashi, huku wakitembeza gari yao taratibu sana, japo walikuwa wamejawa na pombe nyingi sana kichwani. Wakiwa katikati ya barabara hiyo iliyokuwa na giza zito kwa wakati huo, punde sauti za wadudu na wanyama zilianza kusikika. Ndiyo, zilianza kusikika na punde redio ambayo walikuwa wanatumia kusikiliza muziki wao ikaanza kukatakata. Ilikuwa inazima inawaka, na hapo mmoja kati yao akasema, itakuwa betri zimeanza kuisha humu. Aliongea mmoja kati yao na mwingine akadakia, kama betri limeisha, weka betri lako la simu tuendelee kula mziki hapa. Ni kama walikuwa wanaanza kuzozana hivi, lakini muda huo ambao wao walikuwa wanazozana, Zakaria ni kama alikuwa anatizama kitu nje ya gari yake. Ndiyo, alitizama kwa muda kisha akawarudia tena wenzake, alafu akawauliza swali. Hivi, mnaona ninachokiona mimi? Aliongea Zakaria ambaye ndiye alikuwa dereva, lakini mmoja kati yao akajibu, kanyaga mafuta babu, kama ni kibwengo kinyamkela atapisha tu mwenyewe. Waliendelea kuzungumza hivyo, lakini ni kweli Zakaria alikuwa kaona kitu nje ya gari. Ndiyo, alikuwa amemuona mwanamke aliyevalia gauni jeupe na nywele nyingi zilizouficha uso wake. Alikuwa akasimama hewani pasipo kukanyaga chini katika eneo hilo na majira hayo ya usiku. Zakaria alitikisa kichwa chake kujiweka sawa, akiamini labda siku hiyo pombe zitakuwa zimemtinga sana. Lakini baadaye alipotizama vizuri mwanamke huyo aliyemuona hapo mbele, punde akashangaa kuwa haoni kitu, na hapo ndipo akajua pengine ni pombe zilikuwa zimemjaa kichwani mwake. Basi alikanyaga mafuta zaidi kuendelea na safari. Waliendelea kutembea na gari huku wakiimba nyimbo zao. Punde gari ikaanza tena kusumbua. Ndiyo, gari ilianza kutembea taratibu mno, mwisho ikawa inaunguruma kwa tabu sana. Hatimaye gari hiyo ikazima kabisa. Wakiwa hapo hawajui wafanye nini, ili walazimu washuke kwenye gari hiyo ili waweze kujua tatizo ni nini mpaka gari hiyo kuweza kuzima ghafla. Lakini wakiwa wameshuka wanajaribu kuitizama gari hiyo, punde walisikia kuna ukimya wa ghafla umetanda. Yaani hata zile sauti za wadudu na wanyama zilizokuwa zinasikika katika miti hiyo zilikuwa zimekata ghafla. Mbona kumepoa hivi? Alioji mmoja kabla ya mwingine naye kumsapoti. Kiukweli nashangaa hata mimi. Wakiwa hapo huku Zakaria ameweza kufungua gari hiyo kwenye boneti la mbele akikagua kwa nini gari hiyo imezima. Mara wakasikia sauti nyingi za miguu zikitembea kwenye majani hayo makavu pasipo mpangilio. Wakiwa hapo wamesimama wanaendelea kushangaa, punde walikuja kustuka kuna mtu amesimama mbele yao. Ndiyo, alikuwa ni yule mwanamke aliyemuona Zakaria, ambaye alikuwa kavaa gauni jeupe refu mpaka miguuni.
na alikuwa anawafata taratibu, tena anatembea huku kainamisha kichwa chini, akija upande ule ule waliokuwepo wakina Zakaria. Basi asubuhi na mapema, gari ya kazini kwa kina Doreen ilikuwa mlangoni kwa kina Hasani. Ndiyo, ilikuwa imefika tayari kumfikishia mzigo wake ambao ulitakiwa ufike jana, lakini kutokana na hofu ya Doreen, aliweza kusafirisha mzigo huo asubuhi mpaka nyumbani kwa Hasani. Hasani hakuwa na hela sana, ila alikuwa na maisha kidogo angalau ya kuweza kubadilisha mboga sio haba. Lakini Doreen, jana ndo nilitakiwa niwasilishiwe mzigo wangu nyumbani, aliongea Hasani akimlaumu Doreen kwa kumcheleweshea mzigo wake. Hawa ni watu ambao walikuwa wanafahamiana kiasi, japo kila mmoja alikuwa na maisha yake. Baada ya Hasani kuzungumza hivyo, Doreen akaamua kujitetea kidogo. Hasani, jana gari zimechelewa kutoka sana, na mimi barabara ya Kibirashi kiukweli siwezi kupitaga usiku kabisa, aliongea Doreen, na hapo wakafanya kupiga soga za hapa na pale. Kisha baada ya kumaliza mazungumzo yao mafupi, Doreen aliwasha gari na kurejea ofisini kwake. Ndiyo, alitembea Doreen na gari kurejea ofisini kwake, na muda huo ilikuwa ni mapema kabisa, ilikuwa ni majira ya asubuhi, na akawa tayari kuikamata barabara hiyo ya Kibirashi ili kuweza kurejea katika ofisi yake. Alitembea katika barabara hiyo ya Kibirashi katika umbali kadhaa, lakini akiwa katikati ya safari hiyo, punde Doreen alishangaa kuona simu yake ikiita. Ndiyo, alishika vyema usukani wa gari yake na kutazama katika kioo cha simu yake ili kuweza kutizama ni nani ambaye alikuwa anampigia kwa majira hayo ya asubuhi. Lakini alipotizama simu yake, alishtuka kidogo. Ndiyo, alishtuka baada ya kukuta anayepiga ilikuwa ni namba ngeni isiyo na jina, lakini alipotizama vizuri, ile namba ilikuwa imemshtua kidogo. Ndiyo, ni namba yake yeye mwenyewe ya simu, ndiyo ilikuwa inampigia kwa wakati huo, tena katika laini ambayo ipo humo humo ndani ya simu yake. Aliguna kidogo Doreen, kisha akasita kupokea, lakini akiwa hapo anajiuliza kuhusu namba hiyo, punde alishangaa kuona gari yake ikiwa imesimama ghafla. Ndiyo, gari yake ilikuwa imesimama ghafla, na yeye mwenyewe alishtuka baada ya kuona gari hiyo imesimama ghafla pasipo yeye mwenyewe kuamua kuisimamisha. Aliinua kichwa chake haraka kutizama mbele ya kioo cha gari yake. Ama itakuwa imegonga kitu? La hasha, ilikuwa haijagonga kitu, na hapo aliona mbele kidogo kulikuwa na gari nyingine imeweza kupaki mbele yake, na wala hakujua gari hiyo imefika saa ngapi eneo hilo. Alijaribu kupiga honi, na hapo wakati anapiga honi hiyo alishangaa kusikia makelele ya watu walikuwa wakiongea kutoka kwenye gari hiyo iliyokuwepo mbele yake. Alitaka kupita pembeni, lakini aliona hapana. Aliamua kushuka na kwenda kwenye gari hiyo na kujua ni nini kinaendelea, mpaka watu hao ambao walikuwa wamepaki gari hiyo waanze kuzozana wenyewe kwa wenyewe ndani ya gari hiyo. Basi alishuka Doreen na kuielekea gari hiyo, lakini cha ajabu alipofika katika gari hiyo ambayo kuna watu walikuwa wanapiga kelele ndani yake, alishtuka Doreen baada ya kukuta hakuna mtu yoyote ndani ya gari hiyo. Gari hiyo ilikuwa peke yake eneo hilo. Alipokuta hivyo, hapo Doreen hofu ikamshika, akajikuta anarudi haraka katika gari yake ili aweze kuingia na kuondoka kabisa katika eneo hilo. Lakini alipofika katika gari yake, cha ajabu milango ya gari yake ilikuwa imejiloki kabisa. Alijaribu kufungua Doreen, lakini milango hiyo ilikataa kabisa. Hapo Doreen akajikuta anapatwa na kiwewe na kuanza kukimbia kwa miguu yake. Ndiyo, alianza kukimbia kwa miguu yake. Alikuwa na hofu kubwa sana. Alikimbia muda mrefu akiamini labda atakutana na gari lolote mbele yake, imradi aombe msaada, kwa sababu muda huo ilikuwa ni majira tu ya asubuhi. Alikuwa ni muoga sana Doreen, basi aliendelea kukimbia,
na akiwa njiani punde alisikia akiitwa kwa jina lake. Ndiyo, alisikia akiitwa kwa jina lake, na sio tu kusikia jina lake likiitwa, bali kulikuwa na sauti ya ndege wengi wakilia. Kulikuwa na ndege wa kila aina, kulikuwa na mabundi na mapopo pamoja na makunguru, japo muda huo kulikuwa ni majira ya asubuhi. Jambo lingine ambalo lilikuwa limemshangaza Doreen, pamoja na kuwa ilikuwa ni asubuhi, lakini barabara hiyo mpaka muda huo ilikuwa halijapita gari hata moja, tofauti na gari yake tu na ile ambayo alikuwa ameiona imepaki pale mbele yake katika mazingira ya kushangaza. Basi kwa kadiri ambavyo Doreen alikuwa anatembea, ndivyo alisikia jina lake likisikika karibu zaidi mgongoni mwake. Kiukweli alijikuta anaendelea kukimbia kwa kasi zaidi, huku akitizama nyuma kwa uoga, na hapo kuna kitu kilimshangaza kidogo. Ndiyo, aliona ile gari ambayo alikuwa ameiacha kule, ambayo alisikia kuna watu wanapiga kelele ndani yake. Aliona hii gari ikiwa inakuja mbele yake. Alishangaa sana. Hii gari si nimeiacha kule? Jambo lingine la kushangaza, gari hiyo haikuonekana kuwa na mtu yoyote ndani. Kulikuwa hakuna abiria wala hakuna dereva wa aina yoyote ile. Ilionekana fika gari hiyo inatembea peke yake. Lilikuwa ni jambo la kumshangaza sana bibi Doreen. Basi gari hiyo ilianza kumfuata Doreen kwa kasi sana. Kwa kadiri alivyokuwa anaikwepa gari hiyo, ndivyo gari hiyo ilivyokuwa inazidi kumfuata. Je, nini kitaendelea? Hii ni simulizi fupi inayokwenda kwa jina la Mwanamke katika Barabara ya Handeni. Ina sehemu 2 peke yake, na hii ni sehemu ya kwanza. Tuonane sehemu ya pili, na itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Mwanamke katika Barabara ya Handeni. Mimi ni Amani Leonard. Usiache kusubscribe.